mitambo ya kuchimba maji, na sasa tunaandaa bajeti. Miezi 6 baada ya bajeti mpya kuanza kutekelezwa, sitaki kuona wanafunzi wanabeba vidumu vya maji. Maji yachimbwe kwenye kila shule. Mitambo ya kuchimba maji ipo kila mkoa. Hakuna sababu ya kuwa na eneo tunakosa maji hata ya kisima. Na maeneo ambayo tunakosa maji ama yanatoka ya chumvi, yale ya mvua hayajagi na chumvi. Tuna mtambo wa kuchimba mabwawa kila ukanda. Tuache mambo ya kuzoea matatizo. Kuna watu wamezoea matatizo, hawataki watoke kwenye matatizo. Hawataki vitu vikubwa. Mitambo ipo. Kama tunakosa maji chini, rais aliliona hilo, akaleta na mitambo ya kuchimba mabwawa. Hahitaji kuleta wazungu kuweka tuta maji ya tuame lipatikane bwawa. Kila kona maji yanazagaa. Na nimetahadharisha kabla ya bajeti. Miezi 6 baada ya bajeti mpya, sitaki kusikia habari ya kila mwanafunzi kafunga kijigudulia kwenye mkanda hapa. Na mitambo tunayo. Sitaki kusikia zahanati, kituo cha afya, shule ya msingi, shule ya sekondari eti haina maji. Fanyeni hiyo sensa, mjue maeneo ambayo bado hayana maji, mjue maeneo ya shule ambayo bado hayana maji, mjue maeneo ya zahanati ambayo bado hayana maji. Wekeni kwenye bajeti kama moja ya jambo la kipaumbele. Kila siku naona vibali vya kuomba kununua magari, hapo watoto wanatembea na vigudulia kiunoni. La pili, miezi 6 baada ya bajeti mpya, sitaki kusikia shule ya msingi, ya sekondari, zahanati, kituo cha afya eti kuna upungufu wa matundu ya vyoo. Tunakuwaje nchi tunayoweza kujenga reli ndefu kuliko reli zote Afrika, alafu watoto wetu wapange foleni kwenda kujisaidia? Na maeneo mengine tatizo wala sio fedha, tatizo ni kupuuza, kuzoea shida za watu. Nimepita mkoa mmoja pale, nikakuta wamepewa fedha ya matundu ya vyoo tangu mwaka jana, mwaka mzima wako na fedha na watoto wanapanga foleni kwenda kujisaidia. Nikasema kama hiyo shule iko karibu na ofisi ya mkurugenzi, wapelekeni watoto wote wakajisaidia ofisi ya mkurugenzi na afisa elimu. Mambo ya ajabu ajabu. Fedha iko mwaka mzima, matundu ya vyoo. Matundu ya vyoo. Lakini fedha imeshakuja. Na mimi ndo nimepewa majukumu haya ya kufuatilia usimamizi wa shughuli za serikali, udhibiti. Maanake maeneo mengine fedha zinakwenda kwa ajili ya mradi, watu bila aibu, ubinafsi wanagawana. Nimepita wilaya moja pale, wamepewa fedha ya jengo, wamelipana posho zaidi ya milioni 300. Zaidi ya milioni 110 wamempa mkandarasi, hata mkataba hana. Haijulikani wamempa za nini. Maana yake inawezekana wamezitanguliza ili wakazichukulia kule mtaani. Nikamtuma waziri, nikamwambia nenda kafyeke wote, uanze upya pale. Fyeka wote, anza upya.
haya mambo haya ya watu kupata nafasi na kudhani wao ndio wameshakuwa Watanzania na nusu wengine ni nusu wa Tanzania hayakubaliki. Fedha ya maendeleo lazima itumike ilivyokusudiwa. Kila mtu aheshimu mahitaji ya miradi ya maendeleo. Na nimeelekeza miradi ya maendeleo isiwe siri. Na wala fedha za maendeleo zisiwe siri. Miradi ya maendeleo tangu lini imekuwa siri? Kwamba ninyi tu ndio mnaweza kutunza siri za miradi ya maendeleo na fedha za miradi ya maendeleo. Hicho ni kutengeneza kichaka cha kuiba. Tusijue zilikuwa ngapi, tusijue ilikuwa mradi gani. Sasa nimeelekeza rasmi, ukipokea fedha zinazokuja mkoa wa Manyara, fedha za miradi zikishafika, nakala apewe mkuu wa mkoa. Na fedha zote zinazotumwa kwenye mawilaya, nakala apewe mkuu wa wilaya, nakala apewe mbunge, nakala apewe mwenyekiti wa halmashauri, na zikishaenda kwenye maeneo yanayotekeleza miradi na madiwani wapewe nakala. Miradi ya maendeleo sio siri. Fedha ni kodi zetu wenyewe, inakuwaje mkishapokea inakuwa siri? Kutengeneza vichaka vya watu kutaka kuiba, kujinufaisha. Mama yetu kule rais ahangaike kutafuta fedha, alafu huku mchwa wanatengeneza vichaka vyao. Hili halikubaliki. Sasa hata hapa Kiteto nimeambiwa na ninyi michezo ya aina hiyo ilikuwepo. Nilikuwa naangalia mnavyohangaika mnipeleke mradi gani. Mimi nikawa nawaangalia tu. Na nikawaambieni mimi nimekuja kutembea huko. Nina taarifa zote. Nina taarifa zote kilichofanyika kwenye jengo hili. Nina taarifa hata kilichofanyika kwenye jengo la halmashauri ambako hamjanipeleka. Ndio. Imeletwa fedha hapa ya mradi. Watu wamegawana fedha. Katika kukimbizana ndio wakarudisha fedha ile. Kwa walishatuibia, tusingewaona. Mkuu wa mkoa, nakushukuru kwa hatua ile iliyochukua ya fedha zikarudi, majengo yajengwe. Sasa naelekeza kamanda wa TAKUKURU niletee taarifa za mmoja na ushiriki wake. Hii ilikuwa hatua ya kwanza. Hatua ya pili, lazima hatua za kisheria zichukuliwe. Hatuwezi tukawa tunaenda na utaratibu wa mazoea wa aina hii. Mheshimiwa Waziri, itakapotoka taarifa ile, wale waliochukua fedha pamoja na kurudisha, hatukuwatuma kuja kugawana fedha hapa. Tuma timu ya maadili, hatua za kinidhamu za watumishi wa umma na zenyewe zichukuliwe. Hatuwezi tukawa tunaviziana kwenye fedha ya umma namna hiyo, kwamba wakiniona naondoka nazo, wasiponiona naondoka nazo, eti wakiniona narudisha. Upumbavu. Niliwasimamisha wengine kule hivyo. Eti wamekwapua fedha za jengo, baada ya hapo wameacha BOQ iliyopelekwa kwenye jengo. Wamejenga, tumesema ziwekwe nondo 8, wao wameweka 4. Tumesema za milimita 16, wao wameweka 6. Baada ya hapo wanasema tutarekebisha kwa fedha zenu. Mna fedha nyinyi ya kuikopesha serikali? Upumbavu mtupu na huu. Mnaiba hapa baadaye mseme mnatengeneza kwa fedha yenu wenyewe. Yenu ya kutoka wapi? Kamanda wa TAKUKURU, niipate taarifa hii kabla sijamaliza ziara ya mkoa wa Manyara.
mmoja mmoja na ushiriki wake. Mimi nachukia uzembe, nachukia uvivu, nachukia wizi. Hata kama tuko Kwaresima na mwezi mtukufu, hawa lazima wakipate cha moto. Wananchi hivi, ninyi mnajua, mimi nimeshakuwa Wizara ya Fedha pale, najua hakuna Mtanzania analipa kodi kwa sababu ana mapesa mengi sana. Watanzania wanajibana, hawalipi kwa sababu wana ziada, wanajibana kwa sababu wanataka hospitali, wanajibana kwa sababu wanataka shule, wanajibana kwa sababu wanataka watoto wao wasome, wanataka watoto wao watibiwe, wanataka wazazi wao watibiwe. Leo hii tuje tupate wengine kakikundi hivi wajigawie kwa sababu ya nafasi walionao. Hii haikubaliki. Kamanda, nipate kwa sababu ya michezo iliyofanyika ile, nipate taarifa mpaka ya mapato ya ndani, mpaka ya makusanyo ya ndani, minada hii, nipate na yenyewe. Nipate fedha za kwenye minada zinakusanywaje na zinatumikaje. Hakuna kufanyiana ustaarabu kwenye mali ya umma. Ndio. Kwa hiyo niliona niseme